Washiriki, lengo kuu la siku hii ni kuileta pamoja dunia kwa kuandaa makongamano ya kuimarisha uelewa wa jamii juu ya changamoto za kuzama za kiafya zinazoambatana na kuzama na kuweka njia madhubuti za kuzuia kuzama. Aidha, siku hii inaeleza juu ya umuhimu mkubwa wa kuzuia kuzama kwa kuimarisha uratibu wa pamoja katika kuzuia vifo vinavyotokana na kuzama na baadhi ya wakati kusababisha ulemavu wa kudumu, hasa kwa jamii iliyo katika mazingira hatarishi zaidi ya watumiaji wakuu wa mazingira ya bahari, mito, maziwa na mabwawa. Ndugu washiriki, kwa kutambua umuhimu wa kukuza usalama wa taifa katika maeneo ya maji kwa kujenga mwamko wa jamii katika maeneo yanayozunguka maji, kutafuta utatuzi wa pamoja ikiwemo kuandaa mwongozo shirikishi wa kuzuia kuzama ni miongoni mwa azma ya Umoja wa Mataifa. Zanzibar tayari tuna mkakati maalum wa miaka mitano unaojulikana kwa jina la Zanzibar Drowning Prevention Action Plan ya mwaka 2024-2028. Na sasa tumo katika harakati za kukamilisha mwongozo wa utoaji wa mafunzo ya kuzuia kuzama kwa wanafunzi wa msingi ujulikanao kama Drowning Prevention Toolkit kwa primary school. Ndugu wananchi, nichukue fursa hii kuwataka wadau wetu wote wa maendeleo, Shirika la Afya Duniani WHO, kwa kushirikiana na Kamisheni ya Kukabiliana na Maafa kuharakisha mchakato wa ukamilifu kwa mwongozo huo ili uweze kutumika kwa walimu wanaofundisha wanafunzi katika ngazi ya msingi, kwani Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaweka usalama wa mtoto kuwa sehemu muhimu ya haki ya kupata elimu bora. Mtoto hawezi kujifunza vizuri akiwa katika mazingira yenye hofu, hatari au ukosefu wa ulinzi. Kuadhimisha siku hii kukumbushana na kuchukua tahadhari, lakini pia kuweka mikakati ya kuzuia kuzama ili kulinda maisha ya wananchi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuelekea kuadhimisha siku hii, Kamisheni ya Kukabiliana na Maafa Zanzibar kwa kushirikiana na wenzetu Shirika la Afya Duniani, lakini pia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali sambamba na taasisi ya Panje, tumekuwa tukitekeleza majukumu mbalimbali yanayoendana na kauli mbiu. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja kati ya hayo ambayo kimsingi tumekuwa tukilitekeleza ni kutoa elimu kwa wanafunzi wa skuli za msingi na sekondari wapatao 3,000 Unguja na Pemba. Lakini jingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuandaa mazingira rafiki ya kujifunza kwa kuandaa mwongozo ambao tunaita kwa jina la kitaalamu kama toolkit kwa ajili ya kuwasaidia walimu katika skuli za msingi kuweza kutoa mafunzo ya kuzuia kuzama. Livelihood, fishery, tourism and culture. Drowning prevention is both a public health priority and an essential investment in sustainable development and community resilience. The tragic maritime disasters of MV Spice Islander in September 2011 and MV Skatik in July 2012 remain among the most painful chapters in Zanzibar history. While these events expose the devastating consequences of water-related disasters, they also galvanized national commitment to strengthen maritime safety, emergency preparedness, risk awareness, and multi-sectorial action to prevent future loss of life. As an African proverb reminds us,